Tunaendelea na darsa ya fadhila za Ramadhani, vitu ambavyo vinapatikana mwezi wa Ramadhani vipatikani katika isiyokuwa Ramadhani. Endelea na kitabu chetu Murshidul Awam katika fasli fi sadaqati fi Ramadhana, faslun fi sadaqati fi Ramadhan. Hii ni fasli ya sadaka katika mwezi wa Ramadhani, kuelezea sadaka mwezi wa Ramadhani. Wa min al-a'mali al-matlubati, ni katika matendo yenye kutakikanwa, ni katika matendo ambayo yanahitajia kufanywa, ndio ni katika matendo yenye kutakikanwa kufanywa fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. As-sadaqatu, ni kutoa sadaka. As-sadaqatu, ni kutoa sadaka. Lima ruwiya an Anas, kwa ile hadithi aliyoipokea Mtume kutoka kwa Anas bin Malik khadimu Rasulillah radiyallahu anhu, amradhi Mwenyezi Mungu, annahu, kwamba Anas kala, amesema, suila Rasulullah, aliulizwa Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, ayu sadaqati afdalu, ni ipi sadaka bora? Ayu sadaqati afdalu, ni ipi sadaka bora? Kala, akasema Mtume, sadaqatu fi Ramadhan, sadaqatun fi Ramadhan, ni kutoa sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kutoa sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhan. Rawahu Tirmidhi, ongea hadithi hiyo Imamu Tirmidhi. Lianna tawsi'ata fihi, kwa kwamba kufanya ukundufu katika hiyo sadaka mwezi wa Ramadhani, ala alfuqarai, juu ya mafakiri, matulubatun, ni kwenye kutakikanwa. Lianna tawsi'ata fihi, kwa kwamba kufanya ukundufu wa hizo sadaka, vyakula, ala alfuqarai, juu ya mafakiri, matulubatun, ni kwenye kutakikanwa. Walidha, na kwa sababu hiyo, kana al-Mustafa, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajwada ma yakunu, ni mzuri mno ya vile anavyokuwa, fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Walidha, kwa sababu hiyo, kana al-Mustafa, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajwada ma yakunu, mzuri mno ya vile anavyokuwa, fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Fa idha dakhala, pindi itakapoingia Ramadhani, atlaka kulla asirin, analiachilia kila teka. Atlaka kulla asirin, analiachilia kila teka. Wa ata kulla sailin, na anampa kila mwenye kuomba. Huyo ndiye Mtume Muhammad. Kama alikuwa na mateka, alikuwa kama mtumwa wake. Ikifika mwezi wa Ramadhani ndio anamwachilia huru. Ndio mwezi wa Ramadhani kila anayemwomba anampa. Wadhalika li anna Allah ta'ala, na hilo ni kwa sababu kama Mwenyezi Mungu alimtukuka, wadha Ramadhana, ameweka Ramadhani, liifadhati rahma, kwa ajili ya kububujisha rehma, liifadhati rahma, kwa ajili ya kububujisha rehma, ala ibadi, juu ya waja wake, kwa ajili ya kububujisha rehma juu ya waja wake. Adhafi ma yakunu, zaidi ya vile adhafu ma yudhifuha, zaidi ya vile anavyoibubujisha hiyo rehma, fi ghairihi, katika usiku wa mwezi wa Ramadhani. Lianna Allah ta'ala, kama Mwenyezi Mungu alimtukuka, wadha Ramadhana, ameiweka Ramadhani, liifadhati rahma, kwa ajili ya bubujiko la rehma, kububujisha rehma kwa viumbe, ala ibadi, juu ya waja wake. Adhafi ma yufidhuha, zaidi ya vile anavyobubujisha hiyo rehma, fi ghairi, katika isiyokuwa
mwezi wa Ramadhani. Fakanat fihi, kwa hiyo ikawa hiyo sadaka katika mwezi wa Ramadhani a'dhama thawaban, ni nzuri mno ya thawabu. Fakanat, ikawa hiyo sadaka fi katika mwezi wa Ramadhani a'dhama thawaban, nzuri mno kwa thawabu. Minha, kuliko hiyo sadaka, fi ghairihi, katika isiokuwa mwezi wa Ramadhani. Fakanat, ikawa hiyo sadaka fihi, ndani ya Ramadhani a'dhama thawaban, ndio kubwa mno ya thawabu, ndio yenye thawabu nyingi. Minha, kuliko hiyo sadaka, fi ghairihi, katika isiokuwa mwezi wa Ramadhani. Kwa sadaka ya Ramadhani, sadaka ya mwezi wa Ramadhani haiwezi kulingana sawasawa na sadaka ya nje ya Ramadhani. Wa fihi hafu ala ikthari sadaka, na pana ndani ya hiyo hadithi kuhimizwa juu ya kukithirisha sadaka fihi, katika mwezi wa Ramadhani. Hiyo asadaqatu fi Ramadhan. Sepana katika hiyo hadithi pia kuhimizwa kufanya kuwe kwingi kutoa sadaka katika mwezi wa Ramadhani. Wa mazidul infaki, na kuzidisha kutoa, ala almuhtajin, juu ya wenye kuihitaji. Wa mazidul infaki, na kuzidisha kutoa, ala almuhtajin, juu ya wenye kuihitaji. Wa tawsiati ala ayalihi, na kufanya ukundufu juu ya familia yake mtu. Wa tawsiati ala ayali, na kufanya ukundufu juu ya familia yake, kama walikuwa wanakula. Kwa mfano hapo mwanzo muhtajin, maana yake kwamba uwape wale wanaohitajia hiyo sadaka, uwape wanaohitajia hiyo sadaka katika mwezi wa Ramadhani. Kinyume chake usije ukawapa, unaposema uwape wanaohitajia, kinyume chake usije ukawapa wasiohitajia. Lakini ajabu ya leo, ndio anaweza akaitwa kwenye futari yule ambaye haihitaji futari, akapelekewa futari yule ambaye pia haihitaji futari. Lakini mtu anafanya hiyo anafanya hivyo kwa sababu ya ria tu, watu wamjue anatoa sana. Na sasa hivi kumeingia huu sema mamboleo nini, ustaarabu mamboleo wa picha na nini. Nasema nataka nani mtoe, tunasema nataka nitoe mbele ya rais. Sasa anajiuliza istifada yake mbele ya rais ni ipi, au mbele ya kiongozi fulani istifada yake ni ipi, wakati kumbe walengwa ni muhtajini na yeye anawajua, lakini bado anampelekea kiongozi ndio akaitoa ile sadaka. Au lengo lake ni kuwapa wale masikini, lakini pia akatoe mbele ya kiongozi ili apate kusifiwa, fulani bwana, haya kama bwana anatoa sadaka sio mchezo. Kwa nikatoa gunia 200 hapa za mchele na nini, hayo ya nini? Mpaka ufikie huko wamfanyia ria Mungu. Kama wamekusudia kutoa sadaka kweli, itoe kweli sadaka kwenye utaratibu wa wale ambao wanahitajia kweli. Sio unaenda kuwapa sadaka unaoita kwenye futari yako wale ambao wana uwezo wa kuinunua. Haya sasa itakuwa hiyo futari yenyewe matatizo. Waite kwenye futari yako wale ambao hawezi kuinunua. Na hata maskini, ikitokea wewe maskini umekwenda pale kwenye hiyo futari, utaambiwa wewe msubiri kwanza waheshimiwa wamalize kwanza kufuturu. Waheshimiwa wamalize kufuturu. Mimi inakuwa sio mheshimiwa wakati ule. Wakati kumbe mheshimiwa wa futari ile alikuwa ni yule fakiri. Yaani mheshimiwa ile futari uliyoiandaa wewe au sadaka uliyoiandaa wewe, hivyo mheshimiwa ile futari ni yule fakiri. Ile sadaka mheshimiwa wake ni yule fakiri, sio yule tajiri au mwenye uwezo wa kununua. Lakini sasa leo kila kitu chetu sisi tunafanya kinyume. Yaani mambo yetu sisi kila kitu leo yanakuwa relax. Asipotoa hivyo wasema sitoi mpaka mbele ya viongozi na nini, alafu ndio nawapa wale viongozi. Ndio baadaye sema nimetoa futari wamekula. Sasa ulikuwa unataka afanyeje? Sio wapelekea mwenyewe kwa ombe wako, si ombe wako ukafanya upele. Wamjua fulani yuko maskini, leo ukampelekea fulani akaila. Anasema mbona nimewapelekea futari hawajagawa? Kwani akili huna kwamba utakuwa uwapelekee wanaohitaji badala ya hao ambao wanaenda kugawa kinyume na utaratibu? Acha wakupige na usilalamike. Man dharaba nafsahu la yabki, anajipiga hali kwa sababu wameamua kujipiga kibao, nyamaza. Wale ukiwapelekea wakagawa vibaya, usipige midomo. Hawale hawaaminiki bwana, hawaaminiki. Wataka waaminike vipi? Na umbe wako ndio ukupeleka.
wakati unawajua wanaohitajia, alafu ukawapelekea wasiohitajia wakakupiga. Sasa wataka kufanyaje? Kwa sababu wasiohitajia akiwa na ziada anaenda kuuza. Naeleka vizuri. Leo tende badala ya kumpa anayetaka kufungua unaenda kumpa mtu ambaye tende anazo ndani. Sasa angezifanyaje wewe mfikirie unampa bugua tende unampa mtu mmoja boksi 10. Wakati familia yako na kwa mwezi hata wakichukua kila siku wakifuturu nani kwa pakiti moja, ukifanya mahesabu kwa zile boksi za pakiti 20 ni boksi 1.5. Leo ana boksi unaenda kumpa boksi 20. Boksi 20 afikie atazifanyaje? Sasa atakula Ramadhani kisha lazima anazuza. Anasema mimi nawapata wanauza siku hizi. Wataka kufanyaje? Kwani wewe mwenyewe ungeenda kugawa uone kama aziuza. Kwa wakati mwingine kujipiga ni kujitakia. Kulia ni kujitakia. Kwa hiyo ala almuhtajin. Watausati ala ayali, na kufanya ukumbufu juu ya familia yake. Kama walikuwa wanakula kama siku zingine katika shoku wa Ramadhani ulikuwa unafuturu chai na tambi, Ramadhani ongeza maharage, choroko, kunde, eleka vizuri, chapati, mandazi. Watu wajinafasi kwenye kule kufuturu, kila mtu ale kile ambacho anaweza kutumia. Sio ndio Ramadhani imefika ndio umekuwa economy zaidi. Nasema wewe umekuwa mchumi zaidi. Israfu bwana. Israfu, kwa hiyo israfu lazima mtumie kidogo sana. Afuta ndio unakuwa mkali, unapima robo kilo ya maharage. Badala ya kuweka yani robo kilo ya chakula mlichokuwa mnatumia wakati ule ya maharage ya nyumbani, ndio hiyo unayopima tena kwenye Ramadhani watu watumie hiyo. Hapana, sio sawa sawa. Tende 3 sasa hiyo ni kukata saumu, sio kufuturu. Kufuturu kuna kula. Wanajua watu wanachanganya kati ya kufungua na kula. Kufungua ndio utakao ufungue kwa tende 3. Lakini kula sio ile tende lao unakula hata ikiwezekana pakiti nzima. Kama utakuwa una chakula kingine chakula, wewe kula maji pakiti yote ipige kama una uwezo wa kula. Kwa hiyo usichanganye kufuturu na kufungua na kula. Kufuturu ni yale maji tu tukashafuturu. Yale tende 1 3 kashafuturu. Unachofuatia baada ya pale ni sosi mzee. Sasa huwezi ukamletea mtu na kijibakuli kipawa kimoja cha sawa. Lihifadhati, nasema almuhtajina watausiati ala ayalihi, na kufanya ukundufu juu ya familia yake, wa aqaribihi, na ndugu zake. Yaani usiangalie familia yako tu, yeye ndugu zako nao futari wanayo, hiyo daku wanayo. Kama hawana, jitahidi na ndugu zako wapate. Wa muhibbihi, na wapenzi wake, vipenzi vyake anavyovipenda. Wale jamaa zako, familia yako, ndugu zako, wapenzi wako wote, kama una uwezo wa kuwalisha Ramadhani, ikiwezekana kama una uwezo, jamani, kusanyikeni wote nyumbani, marafiki, familia, ndugu zako, familia yako, jamani, wote tunafuturu hapa, na mimi ndio nitakuwa nafanya hiyo kazi. Badala ya mwezi ule wa Ramadhani panakuwa nyumbani panapikwa, sio mchezo. Peleka vizuri. Ile wali tu ukipikwa sufuria la 100 lile, ndio wali wa dako hiyo. Ikipikwa sijui maharage kilo 10, na pika kilo 10 kwa sababu ndio familia inakula namna hiyo. Huo ndio Uislamu. Lakini ukuta mtu mwenyewe Ramadhani anafuturu kama vile mwizi, na tu yuko peke yake. Yani yeye na mkewe na mwanawe wamekaa peke yao kama vile wezi fulani hivi. Sio taratibu na kanuni. Katika Ramadhani uwe na watawasu, moyo kwanza. Aljamaatu rahma, mkiwa wengi inavutia. Ndio mkiwa wengi inavutia. Kwa hiyo ni vyema watu wakaenda katika muktadha huo, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imbasitu fi nafaqa, fanyeni ukundufu katika chakula, fi shahri Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhana. Fa inna nafaqata fihi, haikachakulisha chakula katika mwezi wa Ramadhani, kan nafaqati fi sabilillah, ni kama kulisha chakula katika sabilillah, vitani. Sasa na anayetoa chakula vitani, ukiwalisha watu katika mwezi wa Ramadhani, ukifanya ukundufu wa chakula katika mwezi wa Ramadhani, ni sawasawa na kufanya ukundufu, ni sawasawa na kulisha jeshi vitani, katika kuikomboa dini, katika kuigombea dini ya Mwenyezi Mungu. Yani wale wanaotoa ngawira zao vitani, na wewe mko sawa sawa. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani kuna ubora wa kulishana chakula, ubora wa kulisha familia, wa kulisha marafiki, ndugu katika mwezi wa Ramadhani.
Sio muda wa economy tena Sheikh Hassan, mkafanya tena mahesabu kwamba anasema nini, anasema kati na kati. Kati na kati haina nafasi muda ule. Fanyeni kati na kati, msimwage tu vyakula. Msio kama mkamwaga vyakula, haifai kumwaga kwa sababu itakuwa sio kitu cha sawa sawa. Haifai kumwaga chakula, chakula kinani, kifanyeni watu wale kwa upungufu kama tulivyosema. Watu wote ambao kama ni familia, ndugu, wote wale chakula katika sura ya sawa sawa. Kwa haya ndio maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imbastu fi nafaka, fanyeni upungufu katika chakula, fi shahri Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Fa inna nafaka tafiyata, kufanya kulisha chakula katika mwezi wa Ramadhani, kan nafaka fi sabilillah, ni kama kulisha chakula katika kuigombea dini ya Mwenyezi Mungu, vitani. Rawahu ibn Abi Daud, mpokea hadithi ya Ibn Abi Daud. Ai maana akithiru nafaka, kithirisheni kutoa chakula, kulisha chakula, wa ausiuha, na nafanyeni upundufu, ala ahli, juu ya ahli, na familia, wal jirani, na majirani, wal fuqara, na mafukara. Fa inna thawabaha, haka thawabu zake za kulisha chakula na kufanya chakula kingi juu ya familia yako na jirani zako na mafakiri. Fa inna thawabaha thawabu nafaqati ala almujahid, haka thawabu zake ndio thawabu za kulisha chakula juu ya mwenye kupigana jihadi vitani. Fi takthiri alajri, katika wingi wa malipo, kiasi chake ni katika miayari au kipimo chao sawa sawa thawabu zake za yule aliyelisha wapi? Vitani. Kwa hiyo kwa wewe kule kuwalisha majirani, mafukara, ndugu zako, ukiwalisha chakula katika mwezi wa Ramadhani ni sawa sawa thawabu zake na mtu aliyelisha chakula katika vita vya kukomboa Uislamu, kutetea Uislamu, kufanya Uislamu uende mbele. Wa takfiri alwizri, na kufutiwa madhambi. Kama yule anayekwenda vitani anafutiwa madhambi kiasi fulani, kiasi 7%, na wewe pia unalisha chakula katika muktadha huo, unafutiwa madhambi 7%. Haya ndio yaliyokuwemo katika kulishana chakula katika mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kwenye kuyafanya hayo katika mwezi wa Ramadhani, kwa familia zetu, ndugu zetu, marafiki zetu, majirani zetu. Tukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu pia atatukundulia riziki zetu na sisi. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kwa yale anayoridhia na atuepushe kwa yale asiyoyaridhia. Ila huna wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.